Leo tulikuwa tuna tukio kubwa sana hapa. Kwa Kiingereza tunaita Girls Run. Ni siku ambayo wageni wetu ambao wanatufadhili kwa ajili ya matamasha watoto wa kike na wa kiume wamekuja rasmi kutoka nchi mbalimbali, na ni wanawake 14 wamekuja kwa ajili ya kuona shughuli tunazozifanya hasa katika ili jukumu la kuelimisha vijana wa kike na wa kiume. Kwa hiyo tulikuwa tuna wadada wanaotoka nchi za nje 14 na shughuli ilikuwa njema sana, na hii ni mara ya 8 leo wanakuja katika nchi yetu kwa ajili ya kuja kukutana na vijana. Leo walikuwa na mabinti kutoka shule ya Nata Secondary, mabinti 35, mabinti wengine walitoka katika shule ya Makundusi Secondary walikuwa pia 35, na mabinti wengine 16 kutoka sekondari nyingine. Kwa hiyo nia hasa ni kuja kusherekea mafanikio ambayo tumeyapata kwa ajili ya shughuli ya kuelimisha vijana wa kike na wa kiume, kuona matokeo. Ni kweli kuna matokeo mazuri sana ndani ya miaka 8 hii. Kwanza wameweza kutupatia fedha mbalimbali kwa ajili ya kuendesha hizi shughuli za kuelimisha vijana wa kike na wa kiume, ili watoto wa kike wabaki mashuleni, wasome kwa bidii, waweze kufaulu na kutimiza ndoto zao, lakini pia na watoto wa kiume waweze kusoma, waachane na mambo ya dunia ambayo yanasumbua vijana sasa hivi. Tunaona tabia zimebadilika, vijana wanaangalia picha za ngono na vitu kama hivyo, mwenendo na kila kitu. Hatuna tena raia wema kwa sababu ya utandawazi. Kwa hiyo kazi ya Grumeti Fund kwa ujumla ni kutafuta fedha kwa ajili ya kufanya shughuli kama hii. Tunafanya mambo mengi sana, lakini mojawapo leo nitakalozungumzia tu ni kutoa elimu ya watoto wa kike na wa kiume. Kwa hiyo leo ni kama vile ni kilele cha wale sponsor wetu wamekuja kwa ajili ya kukutana na mabinti, lakini pia tumetoa taarifa mbalimbali ambazo shughuli zilizofanyika, lakini pia wamekutana na vijana, baadhi ya vijana wakawaona, na kweli kuna matokeo chanya sana. Mwanzoni watoto wa kike walikuwa hawafiki, wanaishia darasa la 7 katika mkoa wa Bunda na Serengeti, baadhi yao kwa sababu ya changamoto za kimila na desturi. Wengine walikuwa kisha keketwa, hawaendi tena shule, wanaolewa. Wengine walikuwa hawana tu pedi taulo za kike za kuwasitiri wakati wa hedhi, anashindwa kuja shule, anakosa shule kila mwezi siku 7, kila mwezi siku 7. Baadaye anaona shule kwa sababu hawezi kufanya vizuri, anaamua kuacha shule. Kwa hiyo baada ya kuanzisha hizi programs za kuelimisha watoto wa kike na kuwapatia taulo za kike za kutumia kwa zaidi ya mwaka 1.5, na kila mwaka tunafanya hivyo, watoto wa kike wameonekana wakifanya vizuri sana mashuleni, wakiendelea na wengine wanakwenda mpaka vyuo vikuu. Tunatoa scholarship kwa ajili ya watoto wa kiume na wa kike. Mwanzoni walikuwa watoto wa kiume tu ndio wanapata scholarship, wa kike walikuwa hawaonekani, lakini sasa hivi watoto wa kike na wa kiume wote wanakuja na wanaomba scholarship na wanafanya vizuri kwenye masomo yao. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo, lakini pia watoto wa kike wamekuwa wakijua sasa hivi kwamba elimu ni haki yao. Wengine walikuwa wanaambiwa sio lazima usome kwa sababu utaolewa. Watoto wa kike na wa kiume wamejua wajibu wao katika jamii, kwamba hata mimi nikiwa mtoto wa kiume ndani ya familia, kama nina dada yangu, wote lazima tusome, twende pamoja, maisha yaendelee, wote twende tukasome, sio mimi wa kiume nisome, wa kike aachwe nyumbani. Hapana. Kwa hiyo hata vijana wa kiume wamekuwa sasa hivi ni watetezi wa dada zao, wanakataa dada zao wasiolewe mapema na mila nyingine ambazo ni kandamizi. Kwa hiyo tunaona mafanikio makubwa sana. Na kwa nini tunafanya yote haya? Tunatamani jamii ambayo mwanamke na mwanamume wana uwezo wa kuzalisha na kuweza kuleta matunda nyumbani, wote wawili, badala ya mmoja kuwa tegemezi. Tunaona jamii ambayo ina watu wote wako wanafanya kazi kwa pamoja ni jamii ambayo ina uendelevu katika kila nyanja. Hiyo ndio nia yetu. Hakuna mtu yeyote kuachwa nyuma, wa kike aachwe nyuma, wa kiume aende mbele, au wa kike aende mbele, wa kiume aachwe. Hapana. Nia yetu ni hiyo, na tumefanikiwa sana leo. Mabinti meona jinsi ambavyo wako machachari kabisa na wanafanya vizuri na wanajitambua. Tunamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Kwa mimi leo nilipokuja hapa Grumeti nimeona mambo mbalimbali. Yaani yameniwekea manufaa kama mwanafunzi. Nimejifunza mambo mbalimbali kama vile kutengeneza mafuta, mambo ya upishi, ambayo yanaweza kunijenga mimi kama mwanafunzi. Hata kama nikishasoma nikafika labda elimu ya form 4, mimi kama mwenyewe nikajiajiri. Tunashukuru sana. Cha kwanza wanatuthamini si wasichana, wanatuwezesha kiuchumi na watufanya tujue mambo mbalimbali ingawa bado tuko wadogo. Asante kwa Grumeti kwa kuwa wanafanya haya matamasha mbalimbali ya kuwawezesha wasichana, maana wanatupa hamasha ya kusonga mbele. Kwa mfano wanapotugawia pets
zinaweza kutustiri wakati wa hedhi, ambapo maybe usingekuwa na ped ungebaki nyumbani. Gurumeti wanatusaidia kwenye mambo mengi kama kutupatia pads za kujistiri wakati wa hedhi. Pia wanatusaidia kujifunza mambo mengi sisi wasichana, kama kujiamini, kujitunza tukiwa shuleni.